nishiriki kwa niaba yake. Kwa amenituma niwape salamu nyingi sana za pole kwa msiba huu mkubwa. Mtakubaliana nami kwamba mchango wa marehemu kwa chama chetu ni wa kipekee sana, na ndio maana aliweza mpaka kufika ngazi ya kuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi na akawa mbunge kwa miaka mingi. Wachezaji wengine, marehemu alikuwa bingwa wa mahusiano. Ukikuta mtu hazungumzi kwa kukasirikiana na marehemu kwa siku 2-3, ujue huyo mtu ndiyo mwenye matatizo. Alikuwa kai na kinyongo na mtu yoyote, alikuwa rafiki wa kila mtu, lakini vile vile alitanguliza maendeleo ya nchi yetu na Chama cha Mapinduzi mbele. Kwa namna ya pekee tunawashukuru wana Tabora kwa kutupa mtu muhimu namna hiyo kwa nchi yetu. Tunaishukuru familia yake kwa kutupa mtu muhimu namna hiyo, lakini vile vile tunawashukuru familia kwa ushirikiano mkubwa waliompa na kufanya aweze kutekeleza vizuri majukumu yake kwa chama chetu cha Mapinduzi, lakini vile vile kwa serikali yetu. Nitumie nafasi hii pia kuungana na mkuu wa mkoa kwa yale mazuri aliyosema Hussein Bashe, Mheshimiwa mbunge, lakini pia aliyosema mwenyekiti wa chama wa mkoa. Lakini nitaka kutumia nafasi hii pia kumwasa mkuu wa mkoa. Alipoongelea kuhusu yule bwana ambaye ameweza kuwa mwaminifu na kufikisha taarifa, alisema kwa nafasi yake anaweza kuwajua majangili na majambazi. Na akatazama upande huu wakati akisema hivyo. Nimeona baadhi ya watu wakitaka kukimbia. Kwa hiyo namwasa sana mkuu wa mkoa. Siku nyingine usigeuke ukisema maneno kama hayo, unaweza ukaleta tafurani kwenye eneo la msiba. Lakini vile vile tumeweza kuona mchango wa kipekee wa marehemu katika kujali dini. Tumeona kwamba katika siku za mwisho alielekeza nguvu zake katika kuanzisha na kukamilisha ujenzi wa msikiti. Alipoinuka shehe kutoa mawaidha, aliposema sasa wengine watasema alafu makamu wa rais atakuwa mwisho, nikasema shughuli imeanza. Na katika mazingira magumu kama haya nilishukuru kwa sababu angesema njoo makamu uanze ukiwa umetumwa, maana mimi nimetumwa na rais. Ukiwa umetumwa uende kusema bila kuuliza. Sasa angesema njoo tu mara moja, ingebidi niseme usiku wa jana kuamkia leo nimeota rais kanituma pia kuhusu mchango. Lakini kwa muda uliopita imenipa nafasi angalau nimetuma ujumbe kwa mheshimiwa rais kwamba nimeshakamatika huko. Na mheshimiwa rais sio, unajua wanaomjua rais kwa karibu wanajua kama mimi makamu wake nimemwambia kuna habari ya mchango na mimi nimekuwakilisha wewe huku, akasema ndio, ni kweli umeniwakilisha, lakini pia wewe makamu, wewe mwenyewe unachanga ngapi kama makamu? Nikapiga hesabu nikasema mheshimiwa rais, mimi nachanga milioni 10. Nafurahi kuambia rais amesema atachangia milioni 30. Na kwa kweli angeweza kuchanga zaidi, lakini unajua haya mambo ukishagundua wenzako walipewa wasia wamalizie, ningemshawishi rais tumalize zote, ningekuwa kwa makusudi nataka kuwanyima watu thawabu. Na hiyo ni sehemu ya roho mbaya, kuwanyima wenzako thawabu. Nisingekusudia kuwa mmoja wa watu wenye roho mbaya na hasa kumkatili mdogo wangu Bashe na wenzake. Kwa hiyo nimewaachia nao nafasi ya kupata thawabu ya Mwenyezi Mungu kupitia wasia aliotoa marehemu. Kwa baada ya kuyasema haya, naomba tushirikiane kumuombea marehemu wetu. Hakuna kikubwa tunachoweza kufanya sasa zaidi ya kumuombea. Tumuombee Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu ya kabri na mfufue siku ya mwisho. Na pia nawaombea na nyinyi ndugu zangu, na nyinyi mtuombee mimi, mheshimiwa rais na serikali yake, na viongozi wote wa nchi yetu mwaweke kwenye maombi. Viongozi wa taasisi, wa vyama vya siasa vyote muombee ili tuendelee kushirikiana katika kuijenga nchi yetu. Asanteni sana.